Unavyoanza kuainisha identity yako kuelekea kwenye hatima ya maisha yako, lazima uhakikishe unakuwa mbinafsi na hupaswi kukubali kuyumbishwa kwa namna yoyote na mtu mwingine. Na pale ambapo unaanza kufanya movement kufikia destiny yako, vision ulionayo ama malengo yako, unatakiwa uwe na imani isiyoweza kuvuliwa ama kuwa compromise na mtu yoyote. Hata kama jambo litakuwa linaonekana kwa hali ya kawaida, kwa hesabu za kawaida, ili jambo haliwezekani. Haijalishi ni kwa namna gani linaonekana halitakuja kufanikiwa. Kichwani kwako unatakiwa uwe kama mtu ambaye yuko very completely delusional. Mtu ambaye amejiambia jambo ambalo halipo na akaliamini kama lipo. Period. Na alafu unapaswa kuiamini hilo jambo lako ambalo halipo na halionekani, unapaswa kuliamini kama lipo. Tayari unalo. Kwa sababu kitu kitakachoweza kufanya kazi na kuleta matokeo ni pale ambapo kitu kinachofanya kazi siku zote na kuleta matokeo ni kile kitu ambacho mtu amejiaminisha kipo, na hata kipo akakilazimishia na kuanza kukiishi kama kipo mpaka kitakapoonekana. Hiyo ndio inaweza kuleta matokeo. So swali ambalo unatakiwa jiulize, je, wewe umejiambia jambo lako ambalo halipo na kuliamini kama lipo mpaka litokee?